Naam, ni matumaini yangu kwamba unaendelea vyema mpenzi mtazamaji, na hujambo na karibu tuweze kuchambua taarifa zetu ndani ya Bambika Media 255 awamu hii. Mtazamaji, tuanze na taarifa ambapo sasa aliyekuwa naibu wa rais hapa nchini Kenya, namzungumzia Mheshimiwa Rigathi Gachagua, ameweza kuibua madai haya ambayo yameweza kuwaacha Wakenya vinywa wazi. Kulingana na Rigathi Gachagua, anasema kwamba serikali ya Rais William Ruto tayari imeweza kuuza eneo la Bomas of Kenya, na kulingana na Gachagua ambaye amezungumza siku ya leo, ameweka wazi kwamba sasa Bomas of Kenya, eneo hilo limeweza kuuzwa kwa mwekezaji mmoja ama mfanyabiashara mmoja kutoka taifa la Uturuki. Kulingana na Rigathi Gachagua, anasema kwamba sasa serikali ya Rais William Ruto inaendelea kumkandamiza mwananchi, ambapo sasa inasemekana kwamba Rais William Ruto hana mpinzani ama mtu wa kumpinga pale serikalini, ambapo yeye mwenyewe anatoa maamuzi yake. Mtazamaji, sijui kwa maoni yako nakubaliana na Rigathi Gachagua, ambapo anasema kwamba sasa Bomas of Kenya imeuzwa ama imeuziwa Mturuki, jambo ambalo limeweza kuibua hisia mseto kwenye mitandao ya kijamii. Hayo yanajiri wakati ambapo Raila Amolo Odinga na Ruto waliweza kutia sahihi mkataba wa maelewano wa kuweza kujumuisha vyama vyao pamoja, ambapo sasa Rigathi Gachagua ameendelea kumlaumu Rais William Ruto na akisema kwamba hakuna wabunge ambao wako na nafasi ama wako na uwezo wa kuweza kumpinga Ruto wakati ambapo anatoa maamuzi yake. Sijui maoni yako ni yapi kuhusiana na taarifa hii, ambapo siku ya leo Rigathi Gachagua amekuwa eneo la Kajiado, ambapo ameweza kutangamana na wakazi kutoka maeneo hayo, ambapo sana sana ametembea eneo la Kitengela.